kusimama mbele ya watu wako. Ninasimama, lakini sio mimi nasema, useme wewe Bwana. Nisifundishe mimi, ufundishe wewe Bwana. Tufundishe njia zako Baba. Tufundishe Baba wa rehema neno lako Baba. Tupate kibali machoni pako na tupate kujua njia zako Bwana. Maana mtumishi wako Musa akasema ya kuwa anizidi kupata kibali machoni pako, nawe uzidi kunifundisha njia zako, na nikipata kibali machoni pako Bwana unionyeshe utukufu wako. Na kweli Bwana akapata kibali machoni pako na ukamuonyesha utukufu wako. Maana hakuna mwanadamu aliyekuona akaishi, ukamuonyesha umbo lako. Na kweli uso wa Musa Baba uling'aa siku zote, na hakuna aliyediriki kutazama uso wa Musa Baba wa rehema. Baba, nasi tupate kibali machoni pako, na uzidi kutuonyesha njia zako Bwana. Njia zako zilizojificha Baba, kwa ajili ya Baba wa rehema kumshinda shetani na ukala wake. Neno lako Baba likituhuisha, likitutakaza, likituinua, na Baba likitukumba tena upya. Asante kwa ajili ya neno lako, maana litakamata nchi yetu na dunia yote Baba wa rehema. Maana tumepandwa katika ile shina ya mzabibu Baba wa kweli. Baba, nasi tuzae matunda mema yaletao toba. Na tukuza jina lako, maana Bwana ni wakati wako tena wa neno lako kusimama. Katika jina la Yesu Kristo naomba, na mtu mmoja aseme amen. Amen. Basi mimi naenda kwenye sura ya 22. Sura ya 21 tukaona jinsi ambayo Mungu akamkumbuka Sara, na hatimaye ile ahadi ya kuwa mama wa falme na mama wa mataifa kuanza kuchukua nafasi yake. Sara hatimaye anapata mtoto katika umri wa uzee wake, na alipopata mtoto tayari ikaleta maamuzi ya tofauti katika maisha ya mjakazi na mwanae. Baada hapo tukaona ya kuwa katika mambo yaliyotokea, Abimeleki anaamua sasa amuendee Ibrahim afunge naye mkataba, kwa sababu aliona jinsi ambayo Ibrahim alikuwa na Mungu wa kweli na jinsi Mungu alipotenda katika maisha yake Ibrahim. Sasa nisipoteze muda huko, moja kwa moja tuende kwenye sura ya 22. Sura ya 22, watu wa Mungu. Tayari mtoto yule anaendelea kuwa kwenye kima na kima. Mtoto yupi? Isaka. Lakini sasa Mungu anataka kumjaribisha Ibrahim, aone kama Ibrahim akili zake zote haipo kwake, Mungu ipo kwa huyo mtoto. Lakini Ibrahim atamzuilia Mungu mwanae. Watu wa Mungu, nasema hivi, kama ukielewa story hii, basi uwezi kukataa kumtolea Mungu kile ulichokuwa nacho. Maana kumbe tunapomtolea Mungu turejeshea tena hicho hicho. Umeona? Lakini mambo kirejesha anakuwa amekibariki. Pata picha kuwa kama ni kutolewa, mtoto yule alitolewa, lakini ni Mungu ndiyo aliyemrudisha. Lakini kuna mambo mengi ya kujifunza katika kisa hiki. Hebu tuongozane tuende tuone, alafu tuone na wale ndugu zake. Nani ndugu zake Ibrahimu aliyebaki kule Arani, kwa sababu tutaonyeshwa katika sura hii ya 22 kuhusu ndugu yake Ibrahim Nahor na familia yake. Maana huko tayari mjukuu wake Nahoro, kumbuka, ndiye atakaye fanya nini? Atakaye kuja kuoa huyu ambaye anataka kutolewa kama sadaka ya kuteketeza, ambayo ni Isaka. Hebu tuende kwenye sura 22 kwa jina la Yesu. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, mchukue mwana wako pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka kuteketeza huko juu ya mlima moja hapo nitakao kwambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda yake, akachukua vijana wawili pamoja naye,
Na Isaka mwanaye akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka kuteketezwa, akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake akapaona mahali pakali mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuarudia tena. Basi Ibrahimu akazitoa kuni za hiyo sadaka, akamtwika Isaka mwanawe, akatoa moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Umeona sasa? Ibrahim alipoambiwa jambo hilo, akumwambia mtu yeyote. Sio kila kitu inayekuhusu wewe na Mungu umwambie kila mtu. Kuna mengine ukisema mapema umevuruga, unahitaji useme baadaye. Hebu pata picha Ibrahim angemwambia Sarai. Sipati picha ya kuwa siku hiyo Ibrahim angeipata fresh namna gani. Maana angeulizwa kama na yeye alienda Leban. Nadhani Ibrahim angepata kila neno ambayo hajawahi kupata. Lakini Ibrahim akaamua kufanya maandalizi kimya kimya. Hata wale vijana wakastajabika ya kuwa, mbona huyu bwana wetu, mbona mwana kondoo ama kondoo hatujamuona, lakini vitu vyake vipo. Wakao na wao wanashangaa. Hata Isaka mwenyewe akashangaa. Na Isaka anaishia kumuuliza baba yake ya kuwa vyote vipo, lakini mwana mbuzi ama mwana kondoo yuko wapi? Lakini umeona Ibrahim na anapofika pale karibu na ule mlima, anaacha wale wafanyakazi wapi? Kule chini, anachukua kijana na yeye. Maana yeye na nani? Yeye na Mungu. Kuna wakati kuna mambo mengine unahitaji uwe na Mungu peke yako. Kuna wakati unahitaji kwenda mbele za Mungu peke yako. Maana mengine yawezekana yanakuhusu wewe na Mungu wako. Hayo hayakumuhusu Sara. Hayo hayakuhusu wale wafanyakazi. Hayo yalimuhusu nani? Yalimuhusu Ibrahim. Lakini hebu tuende tuone itakuwaje. Uwe makini mtu wa Mungu. Hiyo imebeba msingi wa baraka. Kwa sababu kumbe kile unachokitoa Mungu ni cha kwake. Umeona Ibrahim akatai kumtoa mwana wa pekee. Tena ni mwana wa ahadi ambayo aliahidiwa. Ibrahim aliwaza nini? Lakini kama kuna kitu ambacho ilimpa huyu mzee credit, basi ni jambo hilo. Kumbuka ya kuwa jambo hilo ilikuwa ni kivuli cha Mungu Baba kuja kumtoa mwanae wa pekee. Umeona sasa? Ilikuwa ni kivuli hicho. Hicho ndicho kivuli cha Mungu Baba kuja kumtoa mwanae wa pekee, ili kila anayemwamini asipotee bali afikie toba ya nini? Toba ya kweli. Nasema hivi watu wa Mungu. Mungu anatazama moyo. Kitendo kile Ibrahim alitenda katika moyo wake. Ina maana kama ni kumchinja alishamchinja. Hebu pata ile hatua. Lakini utashangaa Ibrahim ya kuwa kweli mtu mwenye imani huona mambo kwenye macho ya imani. Ilikuwaje akajibu vile ya kuwa Mungu atajitwaulia? Hebu twende mstari wa 7. Isaka akasema na Ibrahim baba yake akinena, babangu, naye akasema mimi hapa mwanangu. Akasema tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yupo wapi mwana kondoo kwa sadaka kuteketezwa? Ibrahimu akasema Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja, akafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanae, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu, naye akasema mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua kuwa unamcha Mungu, iwapo kunizuilia mwanao pekee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Mungu, tunaona kwenye Agano la Kale, kabla ya Musa kupewa mwongozo na Mungu na vipimo na jinsi ambayo inatakiwa akajenge
nini? Ajenge maskani ya Bwana na jinsi ya kujenga madhabahu. Bila shaka watu walikuwa wana desturi ya kutengeneza madhabahu. Hayo madhabahu yalikuwa yanatengenezwa kwa mawe. Na yalikuwa yanapotengenezwa yanatengenezwa mahali pa juu. Umeona Ibrahimu anaambiwa aende juu ya mlima atakayeonyeshwa. So mara nyingi madhabahu ilikuwa inatakiwa iwe sehemu iliyoenda juu. Ndio maana kwenye Agano Jipya unaona mara nyingi sehemu ya madhabahu huwa mara nyingi watu wanajaribu kuinua ili ifanye nini? Iwe mahali palipoinuka. Alipotengeneza madhabahu, bila shaka alikamilisha kila kitu. Akafanya, lakini kwa kipindi hicho Mungu alikuwa hajawahi kuomba mtu yoyote amtolee sadaka ya nini? Ya mwanadamu. Lakini ilikuwa desturi ya makabila na mataifa mengine kutoa watoto wao kama nini? Kama sadaka ya kuteketeza kwa ajili ya miungu yao. Lakini Ibrahimu akusita kuuliza kwa nini mara hii Mungu aombe mtoto wangu. Bali imani yake ilikuwa thabiti. Umejua watu wa sasa hivi wanashindwa kuwa kama watu wa kipindi kile, maana ni watu wanayependa question. Watu wa Mungu kuna mambo mengine utakiwa hata kuuliza. Ukianza kuuliza kwa maana aliyemzaa Mungu, ni kitu ambacho huwezi ukapata. Kuna watu wa sasa hivi, kizazi hiki cha .com kinataka kijue kila kitu. So unapotaka kujua kila kitu naishia kumquestion Mungu. Ukishamquestion Mungu tayari hiyo ni dhambi. Na mara nyingi ndio watu wengi wanaungana na shetani. Unifundisha mpaka mengine ukajikuta unamuuliza Mungu maswali. Kama unamuuliza Mungu maswali, ina maana unamwekea mashaka. Ipo nini hapo? Akasema hivi kwenye neno lake, mwenye haki yeye ataishi kwa imani. Lakini moyo wake ukifanya nini? Moyo wake ukisitasita, eti roho yake Mungu apendezwi na mtu kama huyo. Mungu anatazama moyo. Watu wa Mungu, linda sana moyo wako. Naomba kabisa. Na hakuna sehemu iliyo ngumu kama sehemu ya utoaji. Hiyo ni sehemu ngumu sana. Na watu wengi wamekamatwa katika eneo hilo. Wachungaji, watumishi wa Mungu waliookoka, watu wote. Hakuna watu ambao wako mstari wa mbele kwenye kutekeleza jambo la utoaji kama watoto wa shetani. Wako vizuri mno. Hebu twende mstari wa 13. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia na tazama kondoo. Mstari wa 11. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu, naye akasema mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua kuwa unamcha Mungu iwapo kunizuilia mwanao pekee. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia na tazama kondoo mume yuko nyuma yake amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali pale Yehova Ire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala kunizuilia mwanao pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao, na katika uzao wako mataifa yote utajibarikia, kwa sababu umetii sauti yangu. Basi Ibrahimu akarudia vijana wake. Umeona sasa, Mungu anaongea maneno mazito sana hapo. Lakini ni Mungu kivipi? Ni malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana alimwakilisha Bwana, na yeye aliongea kana kwamba Bwana anaongea. Umeona anasema kuwa anaapa kwa jina lake ya kuwa atambariki, lakini ya kuwa uzao wake utafanya nini? Utamiliki milango ya adui zake. Kumbuka ya kuwa Yesu akaambia Petro namna gani? Ya kuwa juu ya mwamba huu nitajenga kanisa, na nini? Wala malango ya kuzimu haitaishinda.
Lakini utaona katika sura ya 24 wakati anatafutiwa Isaka mke, utaona wale kaka yake Rebeka Labani na baba yake ambao ni Bethueli wakimwambiaje? Wakimwambia ya kuwa nenda ukafanye nini? Ukafanikiwe na uzao wako wamiliki milango ya adui zao. So neno hilo iweke kwenye mabano, utaiona kule mbele. Lakini sasa Mungu sasa anaongea maneno mazito kudhibitisha kuwa bila shaka sasa ina maana mtihani sasa Ibrahim amemaliza, na Mungu sasa anakwenda kutenda moja kwa moja kama alivyokuwa anasema. Lakini sasa kama ni muhuri, ameweka muhuri, maana anaapa kwa jina lake. Hakuna kitu ambao ni sio mchezo kama kwapo. Eti Bwana akaapa kwa jina lake ya kuwa kweli nitalitenda, takubariki. Hebu twende tuone uzao wa ndugu yake Ibrahim waliyebaki kule Pandaram. Ibrahimu akakaa huko Beersheba. Ikawa baada ya mambo hayo, Ibrahimu akaambiwa kwamba tazama, Milka naye amemzalia Nahori ndugu yako wana, Usi mzaliwa wake wa kwanza, na Buzi nduguye, na Kemueli baba wa Aram, na Kesedi na Hazo, na Pildash na Idrafu na Bethueli. Bethueli akamzaa Rebeka. Hawa 8 Milka alimzalia Nahori ndugu wa Ibrahimu. Na suria wake Reuma naye alizaa Teba na Gaham na Tahash na Maaka. Umeona sasa kwa nini imewekwa hapo chini uzao wa Nahori? Ni kwa sababu tayari Mungu ameshaahidi kufanya uzao wake Ibrahim kuongezeka. Tayari imewekwa hapo ili tupate kujua nini? Tupate kujua kule atakayetoka nani? Atakayetoka mke wa Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, watu wa Mungu, tunajifunza ya kuwa yawezekana Mungu alikuahidi, yawezekana Mungu alikuahidi ahadi nyingi, yawezekana Mungu alifanya agano na wewe, lakini anapofanya agano na wewe bado lazima ujue kuwa ipo mambo ambayo unahitaji kuyafanya ili ifanye nini? Ili timie. Umeona mpaka wakati huo kinachofuata ni nini? Mpaka wakati huo ndio sasa uhakika wa uzao wa Ibrahim kuwa nini? Kuwa zaidi. Na Mungu sasa anaapa, anaweka sasa alama ya mwisho kuwa kweli sasa jambo hilo litatimia. Lakini kumbuka, baada ya Ibrahim kupita mtihani, watu wa Mungu, katika maisha pana mitihani, na unaposhindwa kupita mitihani, hata zile ahadi pamoja na zile mikataba ambayo Mungu alifunga nawe ama agano, mengine anachelewa. Lakini kumbuka ya kuwa nia ya Mungu ni hayo maagano yatimie. Sema Baba, Baba, katika jina lako, katika jina lako, yamkini yapo ahadi ama makubaliano ama mikataba Baba wa rehema, kama kuna eneo sikutenda vyema nikalifuta ama kuchelewesha kila agano na ahadi zako kwenye maisha yangu, ninatubu Bwana, unisamehe. Na Baba wa rehema, uyarejeshe tena hayo maagano na ahadi zote, na uniwezeshe kupita mitihani yote ili uwape kwa jina lako, kwa ajili ya kuyatekeleza katika jina la Yesu. Amen. Umeona, kumbe Mungu ni Mungu hatua kwa hatua, ili kile ambacho alikuahidi itimie. Lazima na wewe ubaki kujinyenyekesha chini yake Mungu, ukiishi maisha matakatifu. Watu wa Mungu, hii ndiyo kitu kitakachokufanya hatima yako itimie. Watu wa Mungu, sio swala tu ya kuombeana kila wakati, ni swala la neno la Mungu, na neno la Mungu likituongoza
tunajifunza ya kuwa huyu mzee pamoja na alikuwa na mapungufu yake, lakini katika jambo inayemhusu Mungu hapo alikuwa juu. Kwenye swala inayemhusu Mungu alikuwa tayari kufanya lolote. Hatuwezi kusema kuwa amebahatisha, maana aliwahi kutoka hajui anakwenda wapi. Aye bwana, inuka, ondoka, nitakuko kwenye nchi nitakaye kuonyesha. Anatembea tu. Lakini sasa tunaona sasa akumzuilia na Mungu nini? Mwanae. Lakini pia Mungu alipomwambia ya kuwa amsikilize Sara, amuondoe mjakazi na nini? Na mtoto wake, akachukua gundila la maji na mkati, hayo tokeni. Ni kwa sababu Mungu alimwambia. Ibrahim katika swala la Mungu alikuwa msema mbele. Watu wa Mungu, mambo yanayemhusu Mungu, hebu mtangulize Mungu mbele. Lakini sio kila kitu mwambie mtu. Mungu akisema na wewe uwe makini, muulize Mungu kama useme na watu. Umeona Ibrahim angetangazia pale familia yake, bila shaka mimi naamini wale wafanyakazi wangeungana na Sara, mzee yule hata kibana angeweza kupewa. Tena za kueleweka. Wanataka kwenda, wangesema Sara kwanza angeuliza Mungu yupi huyo ambaye anataka kumchukua mtoto wake ambaye amepata kwa umri wa uzee. Angeuliza kama na wao nao walibeba ujauzito miezi 9. Ndio maana Ibrahim akasema hili jambo kimya kimya. Watu wa Mungu, sio kila kitu pako ambiwe. Mengine usimwage na nilio kwenye kuku wengi. Mimi kuna wakati mwingine mambo mengine sisemi. Naambiwa alafu najua tu alafu na nyamaza. Lakini Mungu anatuwazia mawazo mazuri. Kama kuna jambo lote naye ni kuhusu, sasa hivi nitaonyeshwa alafu nitaitendea kazi. Nasema hivi, hebu tukae katika neno la Mungu alafu tuone. Mwezi unaisha, mwezi ujao mtu wa Mungu tuone hatua ambayo Mungu atakaye kupeleka. Lakini mimi naona kama tunakwenda sasa. Njia zetu zilizobaki kwenye ndoto tunafungua kila kitu sasa. Hebu tuende kwenye sura ya 23. Tuone ya kuwa tayari Isaka amekuwa. Na Isaka amekuwa, lakini pata picha kuwa anapozaliwa Isaka, Sara anakuwa na miaka 91. Ibrahim anakuwa na miaka 100. Lakini sasa imefika wakati wa Sara kufa. Ina maana Sara anatimiza miaka 127. Ina maana kinachofanyika hapo ni Isaka ana miaka 36 hapo. Lakini sasa kumbuka ya kuwa anakufa. Hebu tuone kifo cha Sara ambao ipo katika sura ya 20 na ngapi? 23. Ni vizuri sana kujua kifo cha Ibrahim, maana ina muunganiko na Ibrahim. Kilichomfanya Ibrahim angalau anunue ka kiwanja na pango la kuzikia ilikuwa ni kifo cha mke wake. Yamkini Sara angeendelea kuishi, yamkini Ibrahim asingenunua eneo lile pale. So katika mambo mabaya Mungu utenda mema. Ukiona jambo baya limedondoka katikati ya watu, kuna jambo jema ambalo linafuata. Hebu twende kwenye sura ya 23. Basi umri wake Sara ulikuwa miaka 127, ndio umri wake Sara. Sara akafa katika Kiriath-Arba, ndio Hebron, katika nchi ya Kanani. Ibrahimu akaja kumlilia Sara na kumwombelezea. Akaondoka Ibrahimu kutoka mbele ya maiti wake, akasema na wazao wa Hethi akinena, mimi ni mgeni, nimetembea kwenu, nipeni mahali pa kuzikia kwenu pawe pangu, nimzike maiti wangu atoke mbele yangu. Wazao wa Hethi wakamjibu Ibrahimu wakamwambia, utusikie Bwana, ndiwe mtu mkuu sana kwetu, uzike maiti wako katika kaburi lile utakalochagua katika makaburi yetu. Hapana mtu kwetu atakaye kuzuilia kaburi lake usizike maiti wako. Umeona? Hiyo inaonyesha kuwa Ibrahim aliishi vizuri na wale wa Hethi. Ndio maana wakamwambia, wewe ni mtu mkuu kati yetu, lakini uchague moja kati ya makaburi yetu, alafu uzike maiti yako. Hebu ona kwa makaburi yalikuwa yanamilikiwa na familia. Maana yale makaburi yalikuwaje? Hayakuwa kama makaburi ya sasa hivi yanayochimbwa chini. Yalikuwa ni mapango ambayo yametengenezwa
alafu panakuwa na mlango ambao inawekwa mlango. So ina maana kule unakuta alilazwa babu pale, tayari mwili wake ulishaoza, kuna mifupa yake imebaki pale. Anaweza kukuta na bibi, unakuta wanafamilia wote sasa wanakuwepo pale. Ndio maana katika Makpela ungeenda kule baada ya miaka mingi, ungekuta pale mifupa ya Sara, mifupa ya Ibrahimu, mifupa ya Isaka, mifupa wa Yakobo, mifupa wa Lea pale pale. Ya Raheli ndio haikuwepo pale. Raheli yeye alizikwa wapi? Alizikwa kule Bethlehem. Wakiwa njiani wanarudi wapi? Wanarudi kule walikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Ibrahim akupenda jambo hilo, maana angependa na yeye awe na eneo lake la kuzikia ambayo ni eneo la familia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona ya kuwa Ibrahim alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mahusiano mazuri na watu. Jitahidi uwe na mahusiano mazuri na wale watu wanayekuzunguka. Usiwe mtu mtata kila wakati. Ishi na watu vizuri, ili inapofikia watu kuamua juu yako, waamue vizuri. Lakini ukiwa mtu mwenye shingo ngumu, wewe unajiona tu. Ibrahim ingekuwaje? Ibrahim ingekuwa yeye anajiona tu. Alafu pia kwa heshima aliwaendea wale watu. Utaona kuwa anainama anapoongea mbele yao. Lakini yeye ni mtu mkuu. Je, unapoenda mbele ya watu wengine pamoja ni mkubwa, je, unaonyesha heshima? Lazima tuwe na utii, alafu tunamwakilisha Kristo kila tunapoenda. Hebu tuende tuone hawa watu Ibrahim atafikiana nao wapi. Mstari wa 7. Ibrahimu akaondoka akainama mbele ya watu wa nchi, mbele ya hao wazao wa Hethi. Naye akazungumza nao akisema, ikiwa nia yenu nimzike maiti wangu atoke mbele yangu, mnisikie, mkaniombea kwa Efron bin Soari, ili kwamba anipe pango ya Makpela iliyo katika mpaka wa shamba lake, na anipe kwa kima kilicho kamili katikati yenu, iwe milki yangu ya kuzikia. Basi Efron alikuwa akiketi kati ya wazao wa Hethi. Efron Muhiti akamjibu Ibrahimu, na wazao wa Hethi wanasikiliza, hata watu wote waingia mlango wa mji wake, akisema, sivyo bwana wangu, nisikilize, lile shamba nakupa na pango liopo nakupa, mbele ya wana wa watu wangu nakupa, uzike maiti wako. Ibrahimu akainama mbele ya watu wa nchi akamwambia Efroni, na watu wa nchi wananisikiliza, akisema, tafadhali unisikilize, ninatoa kima cha shamba, nao kipokee kwangu, nami nitamzika humo maiti wangu. Efroni akamjibu Ibrahimu akamwambia, bwana wangu, nisikilize, sehemu ya nchi ambayo thamani yake ni shekeli za fedha 400 nini hii baina yako na yangu? Basi uzike maiti wako. Ibrahimu akakubali maneno ya Efron. Ibrahimu akampimia Efron ile fedha aliyoitaja masikoni mwa wazao wa Hethi, shekeli za fedha 400 za namna inayotumika na wenye biashara. Basi shamba la Efron lilikuwa katika Makpela kuelekea Mamre, shamba na pango lilokuwamo na miti yote iliyokuwamo shambani iliyokuwa katika mpaka yake pande zote, vyote viliyakinishwa kuwa mali ya Ibrahimu mbele ya wazao wa Hethi, mbele ya watu wote waingiao katika mlango wa mji wake. Basi baada ya hayo Ibrahimu akamzika Sara mkewe katika pango ya shamba la Makpela kuelekea Mamre, ndio Hebron, katika nchi ya Kanaani. Na lile shamba na pango iliomo iliyakinishwa kuwa mali yake Ibrahimu na wazao wa Hethi, kuwa mahali pa kuzikia. Umesikia? Ukisoma hapo unaona ya kuwa ilikuwa ni pale pale katika mialomi ya Mamre ambayo ilikuwa ni Hebron. So ina maana pale, ina maana Sara akazikwa wapi? Akazikwa Makpela, lakini Makpela ni pale pale Hebroni. So Hebroni, mialomi wa Mamre pamoja na Makpela ni sehemu ambayo iko sehemu moja. Bwana Yesu asifiwe. Hatimaye mtu mzima anamiliki sasa angalao sehemu ya kuzikia pamoja na kiwanja hicho ambacho kinazunguka pango hilo la kuzikia. Na tayari kumbuka ya kuwa usiwe mtu ambao vitu vya bwedezo ukipewa, maana wale watu wangempa, ina maana wangeweza kumnyang'anya lile pango. Sasa Ibrahimu aliona mbele, maana ni mtu aliyekuwa na hofu ya Mungu. Mungu alikuwa anamuongoza. Ndio maana akaamua alipe kima cha kiwanja. Pamoja na yule jamaa alikuwa mimi nakufa, lakini huku udenda inafanya nini? Inamtoka. Ibrahimu akampimia vipande 400 vya nini? Shekeli vya shaba.
Na watu wa Mungu nasema hivi, hilo ililimfanya Ibrahimu nayo awe sasa na haki ya kumiliki pale. Wasingeweza tena kufanya nini? Kugeuka. Watu wa Mungu, kila unachokifanya uwe makini duniani sasa hivi. Usifanye chochote pasipo kuandikiana. Kama Ibrahimu alifuata njia sahihi na akaimiliki, hata miaka baadaye wakina Isaka wanazika huko huko, wakina Yakobo wanatolewa Misri, wanarudi wanazikwa kule kule Makpela. So kumbuka, waliandikishana vizuri. Chochote unachofanya kwenye maisha yako, put it in writing, iweke kwenye maandishi, alafu hifadhi nini hizo nyaraka vizuri, yaweza kukusaidia mbele. Biblia inatusaidia pia kuondoa mambo mengine madogo madogo yanayoweza kuharibu maisha yetu. Ukiwa na nyaraka zako zingine, documents, siweke vizuri sana. Kama unashindwa kuweka, basi unaweza kwenda kuweka kwa wakili, si ndio? Ama bwato zinawekwa kwa wakili documents, will pamoja na vitu vingine ambavyo ni muhimu. Unaweza kaweka kwa wakili, alafu zikawa salama, kwa sababu watu wengi, watu wa Mungu, ni watu ambao wanapuziaga vitu. Sipuzie vitu, yanaweza kugharimu mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumeona sasa Sara tayari tunamwacha pale Makpela, kashazikwa pale. Hebu tuende kwenye sura ya 24, alafu naona kama anga imefunguka. Hebu tuone huyu Isaka akipata mke, tuone huyu mke anayepata. Anga limeachia, hebu tupenye katika anga limefanya nini? Imeachia. Ina maana kuna kitu Bwana ameshatenda. Hebu twende. Basi Ibrahimu alikuwa mzee mwenye miaka mingi, na Bwana alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote. Ibrahimu akamwambia mtumishi wake mzee wa nyumba yake aliyetawala vitu vyake vyote, tafadhali utie mkono wangu chini ya paja langu, nami nitakuapisha kwa Bwana Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi, kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Wakanani ambao nakaa kati yao, bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu ukamtwalia mwanangu Isaka mke. Yule mtumishi akamwambia, labda yule mwanamke hatakubali kufuatana nami mpaka nchi hii, je, nimrudishe mwanangu mpaka nchi ulikotoka? Ibrahimu akamwambia, ujihadhari usimrudishe mwanangu huko. Bwana Mungu wa mbingu aliyenitoa katika nyumba ya baba yangu na kusema nami katika nchi niliyozaliwa, aliniapia akisema, nitawapa uzao wako nchi hii. Yeye atampeleka malaika wake mbele yako, nawe utamtwalia mwanangu mke tokea huko. Na yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe, basi utafunguliwa kiapo changu hiki, lakini usimrudishe mwanangu huko. Yule mtumishi akaweka mkono wake chini ya paja la Ibrahimu bwana wake, akamwapia katika neno hilo. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa, Ibrahimu alikuwa ni mtu anaongozwa na Mungu. Kumbuka ya kuwa hiyo ilikuwa ni mpango wa Mungu, ya kuwa itoke katika uzao wao Ibrahimu. Kumbuka Ibrahimu mke wake alipata kutoka katika ndugu na jamaa zake, katika familia yake, maana Sara na Ibrahimu baba walikuwa ni moja. Lakini sasa anamtuma sasa, tayari yule mtumishi wake ambaye anamwamini Eliazari anakuwa ni mzee sasa, lakini anaapizwa ili asiende kinyume, maana Ibrahimu alijua inaweza katokea lolote. Ibrahimu akawa ametangulia mbele ya haki, na huyu bwana akafanya anavyotaka. Anaapa ya kuwa hatamrudisha wapi? Isaka kule, na pia atampa nini? Mke wa kutoka Kanani. Lakini anamwambia kuwa kama huyo mwanamke atakataa kuja, basi kiapo hicho kitakuwa kimefunguliwa. Watu wa Mungu, kwa sasa hivi wala tuhitaji kula kiapo tena. Yesu alishasema kuwa tusiape juu ya chochote, wala juu ya mbingu, wala nywele, wala mji Yerusalemu, maana ni mji mtakatifu na mji wa mfalme mkuu. Wala usiape juu ya nywele ya kichwa chako, maana uwezi ukafanya nini? Uwezi ukaongezea nywele zako. Sasa kuapa Yesu aliharibu. Ndio maana Yesu akasema ndio yetu iwe ndio, hapana yetu iwe hapana. Lakini tukiwa waaminifu
chini ya muongozo wa Roho Mtakatifu. Watu wa Mungu, tuwe wa kweli. Achana na masuala ya kuwapapa. Haki ya nani? Haki ya nani? Hii haipo. Ndiyo yako iwe ndiyo, na ishi maisha matakatifu. Usiwe mtu usiyeaminika. Uwe mwaminifu, kwa sababu Roho Mtakatifu aliyopo ndani yako ni mwaminifu. Bwana aliyopo ndani yako ni mwaminifu. Sasa hebu tuone huyu mzee tayari alikuwa Mdameski, lakini pata picha ya kuwa naye sasa ameshakuwa anamuomba Mungu wa nani? Mungu wa Ibrahimu. Na utaona anapokwenda kule, mtu ambaye kabisa ni mtu akuja katika nyumba ya Ibrahimu alafu mfanyakazi, utaona kabisa anatembea katika misingi ya Mungu wa Ibrahimu, na Mungu huyo ataongoza njia zake. Hebu tuende. Yawezekana sisi wokovu haikuwa ya kwetu, ilikuwa ya Wayahudi, lakini tulipewa sisi. Tukitembea katika Mungu huyo, bila shaka Mungu anatenda pamoja nasi. Hebu twende mstari wa 10. Kisha huyo mtumishi akatoa ngamia 10 katika ngamia za bwana wake, akaenda zake, maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake. Akaondoka akaja mpaka Mesopotamia, mpaka mji wa Nahori. Akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni, wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji. Naye akasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu yajalie yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mji wanatoka kuteka maji. Basi na iwe hivi, yule msichana atakayemwambia tua mtungi wako na kuomba aninywe, naye akasema unywe, nami nitawanywesha na ngamia zako pia. Basi huyu na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hayo nitajua kuwa umemfadhili bwana wangu. Ikawa kabla hajaisha kunena, tazama, Rebeka anatoka binti wa Bethueli. Hebu sikia, amefika pale, alafu hebu sikia mtu huyo naye alishaambukizwa imani. Alishaambukizwa imani na bwana wake ambao ni Ibrahimu. Kwa sababu inakuwaje? Anasema ya kuwa kama kweli Bwana ndiye atakayekuja na nikamuomba anipe maji na kunywesha ngamia zangu, basi tajua ya kuwa ndio yeye. Lakini umeona yote, lakini afanyi kwa ajili yake, kwa niaba ya bwana wake. Tajua umemfadhili bwana. Nasema hivyo, watu wa Mungu, Mungu anatembea na watu wote, kila anayemtambua na anayekuwa na imani. Ile imani alitoa wapi? Ile imani aliipata pale alipokuwa ameajiriwa anafanya kazi. Yawezekana mtu anayekuja nyumbani kwako akakamata imani yako. Hebu tuishi vizuri na hata wale tunaoishi nao, ili wengine wanaweza kujifunza kwetu. Bila shaka Eliazari anajifunza kwa Ibrahimu, na imani yake inakwenda kutenda kazi kubwa. Sasa watu wa Mungu, hakuna kazi iliyokuwa ngumu kama kupata mwanamke atakaye kuwa ni bibi wa nani? Wa Yesu. Utaona mbele huko akina Esau. Utaona Esau huko jinsi ilivyokwenda mpiga chenga. Utaona Yakobo inapompiga chenga. Na Mungu Bwana, mimi nampenda Mungu. Mungu anatazama moyo. Mungu anatazama moyo. Mjakazi angekaa vizuri, asileta chokochoko. Hizi chokochoko na mambo ya ajabu na kumuona bibi yake duni. Watu wa Mungu, Ismail angeweza kumtoa Kristo. Kwa nini? Kati ya Lea na Raheli nani aliyetoa Kristo? Basi unanielewa. Wala Raheli hakumtoa Kristo. Pamoja alihesabiwa kama wa kwake. Kwani Yuda alikuwa mtoto wa nani? Sasa Mungu anatumia mambo manyonge yanayodharauliwa, maana tayari hata Yakobo mwenyewe walikuwa na mdharau Lea. So hiyo inaonyesha kuwa yule mjakazi angekuwa mtifu kwa Sarai, akakaa mguuni pake, bila shaka mimi nakwambia hapo pangekuwa na mtihani mkubwa sana.
kama Lea ambayo Yakobo hakumposa wala kutaka kumwoa, wala hakuwa na mpango, hata baadaye hakuwa na mpango naye. Lakini je, Yuda kutoka pale? Yesu kutoka kwa Yuda? Hebu twende. Nahori ndugu wa Ibrahimu naye ana mtungi begani pake. Mstari wa 16. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana, uso wake bikira, wala mwanamume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki, akasema, tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Naye akasema, unywe bwana wangu. Akafanya haraka, akatoa mtungi wake mkononi mwake, akamnywesha. Hata alipokwisha kumnywesha, akasema, na ngamia zako nitawatekea hata atakapokwisha kunywa. Akafanya haraka, akamwaga maji ya mtungi wake katika birika, akapiga mbio kisimani ateke, akawatekea ngamia zake wote. Basi yule mtu akamkazia macho, akanyamaza, ili ajue kwamba Bwana ameifanikisha safari yake ama sivyo. Ikawa ngamia alipokwisha kunywa, yule mtu akatoa pete ya dhahabu, uzani wake ulikuwa nusu shekeri, na vikuku viwili kwa mikono yake, uzani wake ulikuwa shekeri 10 za dhahabu. Akasema, binti wa nani wewe? Tafadhali niambie, je, yuko nafasi katika nyumba ya baba yako tupate mahali pa kukaa kwa muda? Akasema, mimi ni binti wa Bethueli mwana wa Milka aliyemzalia Nahori. Tena akamwambia, kwetu kuna majani na malisho ya kutosha na mahali pa kukaa wageni. Yule mtu akainama, akamsujudu Bwana, akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu. Unaona, anashukuru, lakini anachoomba, anaomba kwa jina la Mungu wa Ibrahimu. Nilikwambia kwenye Agano la Kale watu waliomba kupitia Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, lakini kwa wakati huo bado Mungu alikuwa hajadhibitisha agano na Isaka. Ndio maana bado huyu Eliezari anasemaje? Anasema kwa Mungu wa bwana wake ambao ni Ibrahimu. So kwa sasa hivi tena hatuombi kwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tunaomba kwa jina la Yesu. Kumbuka ya kuwa watu wale Mungu alifunga nao mkataba wa kuleta wokovu, kuleta yule ambao jina lake litafanya nini? Litatumika. Ndio maana wakatumia jina la Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, kwa sababu Mungu alifunga agano na Ibrahimu, akaimarisha ama akaidhibitisha na Isaka na Yakobo na uzao wa Yakobo ambao ni Israeli. Hebu twende. Ambaye hakuacha rehema zake na kweli yake kwa bwana wangu. Bwana akaniongoza mimi nami njiani hata nyumba ya nduguze bwana wangu. Basi yule msichana akapiga mbio, akaambia watu wa nyumba ya mama yake mambo hayo. Na Rebeka alikuwa na kaka jina lake Labani. Labani akatoka mbio kumwendea yule mtu kisimani. Ikawa alipoiona ile pete na vikuku mikononi mwa nduguye, akasikia maneno ya Rebeka nduguye akisema, hivi ndivyo alivyoniambia mtu huyu. Basi akamjia mtu yule, na tazama amesimama karibu na ngamia kisimani. Akasema, karibu wewe uliyebarikiwa na Bwana, mbona umesimama nje? Kwa maana nimeiweka nyumba tayari na nafasi kwa ngamia. Na mtu yule akaingia katika nyumba, akawafungua ngamia, naye akatoa majani na malisho kwa ngamia na maji ya kuoshea miguu yake na miguu ya watu waliokuwa pamoja naye. Akaandalia chakula, lakini akasema, asili mpaka niseme kwanza maneno yangu. Akamwambia, haya sema. Akasema, mimi ni mtumwa wa Ibrahimu, na Bwana amembarikia sana bwana wangu, amekuwa mtu mkuu. Amempa kondoo na ng'ombe na fedha na dhahabu na watumwa na wajakazi na ngamia na punda. Naye Sara mkewe bwana wangu akamzalia bwana wangu mwana wa kiume katika uzee wake, naye amempa yote alionayo. Kisha bwana wangu akaniapisha kusema, usimtolee mwanangu mke wa binti za Wakanaani ambao wanakaa katika nchi yao, ila uende mpaka nyumbani kwa baba yangu na kwa jamaa zangu ukamtolee mwanangu mke. Nikamwambia bwana wangu, labda mwanamke hatafuatana nami. Akaniambia, Bwana ambaye naenda machoni pake atapeleka malaika wake pamoja nawe, atakufanikisha njia yako, nao utolee mwanangu mke katika jamaa zangu na nyumba ya baba yangu. Ndipo utafunguliwa kiapo changu hapo utakapowafikiria jamaa zangu, nao asipokupa msichana huyo utafunguliwa kiapo changu. Nami nikaja leo kisimani nikasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, ukinifanikisha sasa njia yangu niendao mimi, tazama nimesimama karibu na kisima cha maji, basi na iwe hivi.
msichana ajaye kuteka maji, nikimwambia nipe na kuomba maji kidogo katika mtungi wako ninywe, naye akaniambia unywe wewe na ngamia zako pia, nitawatekea huyo na awe ndiye mke Bwana aliyemwekea mwana wa bwana wangu. Hata kabla sijaisha kusema moyoni mwangu, tazama, Rebeka akatokea na mtungi begani mwake, akashuka kisimani akateka. Nami nikamwambia, tafadhali nipe maji ninywe. Akafanya haraka, akatoa mtungi wake chini, akanena, unywe na ngamia zako, nitaonyesha pia. Basi nikanywa, akaonyesha na ngamia nao. Kisha nikamuuliza nikasema, u binti wa nani wewe? Naye akasema, mimi ni binti Bethueli mwana wa Nahori Milka aliyemzalia. Nami nikamtia azama puani mwake na vikuku mkononi mwake. Nikainama nikamsujudia Bwana, nikamtukuza Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu aliniongoza njiani nimtolie mwana wa bwana wangu binti wa ndugu yake. Basi kama mnataka kumfanyia rehema na kweli bwana wangu, niambieni; kama sivyo niambieni, ili nigeuke upande wa kuume au wa kushoto. Ndipo Labani na Bethueli wakajibu wakasema, neno hili limetoka kwa Bwana, wala sisi hatuwezi kukwambia neno jema wala baya. Tazama, huyo Rebeka iko mbele yako, mchukue kaende zako, awe mke wa mwana wa bwana wako kama alivyosema Bwana. Ikawa mtumishi wa Ibrahimu aliposikia maneno yao, akainama hata nchi mbele za Bwana. Kisha huyo mtumishi akatoa vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi akampa Rebeka, na vitu vya thamani akampa nduguye na mamaye pia. Wakala akanywa yeye na watu walikuwa pamoja naye, nao wakakaa usiku. Wakaondoka asubuhi, naye akasema, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Ndugu yake na mama yake wakasema, msichana na akae kwetu kama siku 10 zisipungue, baadaye aende. Naye akawaambia, msinikawirishe, mradi Bwana amenifanikisha njia yangu. Nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Wakasema, na tumwite huyo msichana tumuulize mwenyewe. Akamwita Rebeka akamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Ndipo akampeleka Rebeka ndugu yao na yaya wake na watumishi wa Ibrahimu. Umeona sasa kuna kitu hapo. Tunaona pale Eliazari anaelezea matukio yale, na katika maongezi yake naona pia akipiga debe. Anasema jinsi Mungu amebariki nani? Bwana wake, na mwana wa kurithi ni huyu ambaye anatafutiwa jiko. So bila shaka hiyo ni nini? Hiyo ni kumpaisha Isaka. Tayari anaendelea na hatimaye anaidhibitisha ya kuwa Mungu ameifanikisha njia yake. Lakini umeona jinsi ilikokuwa inalipwa mali. Watu wa Mungu, ndoa haikuwa kama sasa hivi mtu anataka kuoa anawekewa kawingu, bwana nimemsomesha mwanangu milioni 20, milioni 10. Sasa ukishamuuza hiyo milioni 20, anayemnunua je? Si atafanya anavyotaka kwa sababu si amemnunua kwa gharama kubwa. Lakini umeona imekuwaje? Anatoa zile kama zawadi. Anatoa kama zawadi. Akapewa nani? Anapewa kwanza Rebeka na mama yake na ndugu zake. Hakuna kwa bwana watu wakae chini waanze kubageni ya kuwa hebu shingapi. Umeona sasa? Alafu sasa umeona jinsi ndoa hiyo ilivyokuwa simple. Anasema kwa basi, lakini kwanza tumuulize, kwanza tumuite huyo tumuulize. Rebeka angesema hapana, angeambia bwana hapa ndio imekwisha, Mungu hajakufanikisha tena. Akaitwa akaulizwa Rebeka, unakwenda na mtu huyu? Asema ninakwenda. Ndoa imekuwa ijawa. Yaani hapa itakuwa nyepesi. Itakuwa nyepesi. Haitakuwa na mambo mengi. Itakuwa nyepesi mno. Ipige mstari alafu hebu twende tuone anafikaje. Alafu mstari wa 60. Mstari wa 60. Wakambarikia Rebeka wakamwambia, ndugu yetu uwe wewe mama wa 10,000 mara 1000 nyingi, na wazao wako urithi mlango wa hawa wawachukiao. Umeona sasa? Hiyo inarudia kutoka kwa wao, lakini wao hawakuwa wakati Mungu alikuwa anafanya nini? Mungu alikuwa anaapa na kuambia Ibrahimu pale, baada ya Ibrahimu kutomzuilia mtoto wake wa ahadi. Lakini kumbuka, wanapobariki tayari huyu wanayembariki wameunganika katika baraka zile za Mungu, maana kupitia huyu tayari panakwenda kutokea nini?
panakwenda kutokea uzao unayekwenda kumleta Yesu, na Yesu pia anakwenda kuleta wengi. Umeona, sisi wote ndio tuko chini pia ya hiyo baraka ya kuwa uzao wako awe mwingi na umiliki nini. So tunamiliki milango ya adui ambao ni shetani. Hebu tuseme amina kubwa. Amen. Ukimtajia shetani hivi ya kuwa wakambariki Rebeka, wakamwambia nenda uongezeke na uzao wako wamiliki milango ya maadui zao, naye kupitia yeye akazaliwa Esau na Yakobo, naye Yakobo akazaa wana 12, na katika Yuda mwana wa 4 akatokea Kristo. Nasi tumezaliwa mara ya pili kupitia Kristo, tuko katika zile baraka, na ni haki yangu ya kumiliki milango ya adui ambao ni wewe. Ninakumiliki kwa jina la Yesu. Anapisha njia, anaondoka zake. Lakini maana namtoa nyuma kule. Hebu twende mstari wa 61. Rebeka akaondoka na mjakazi wake, nao akapanda juu ya ngamia wakamfuata yule mtu. Naye yule mtumishi akamchukua Rebeka akaenda zake. Basi Isaka alikuwa amekuja kwa njia ya Bel-Lahairoi, maana alikuwa katika nchi ya kusini. Isaka akatoka ili kutafakari kondeni wakati wa jioni. Akainua macho yake akaona kuna ngamia wanakuja. Rebeka akainua macho, naye alipomuona Isaka alishuka juu ya ngamia. Akamwambia mtumishi, ni nani huyu ajaye kondeni kutulaki? Mtumishi akasema, huyu ndiye bwana wangu. Basi akatoa shira yake akajifunika. Yule mtumishi akamwambia Isaka mambo yote aliyoyatenda. Isaka akamuingiza Rebeka katika hema mama yake Sara, akamtoa Rebeka kama mkewe, akampenda. Isaka akafarijika kwa ajili ya kufa kwa mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama unavyojua Isaka alikuwa ni mtoto mmoja kwa mama yake. So bila shaka alikuwa anapenda mama yake sana. Lakini bado alikuwa ni mdogo, miaka 36, alafu anapoteza mama yake. So kondeni kule Isaka alikuwa anaenda kutafakari na kulia. So alipokuwa kondeni kule akamkuta anapata Rebeka, na baada pale Isaka anafarijika. Bwana Yesu asifiwe. Umeona watu wa Mungu, ni vizuri sana swala la ndoa aongoze Mungu. Ndoa ya Isaka inakuwa chini ya muongozo wa Mungu, lakini kupitia mtu aliyekuwa karibu na Mungu ambayo ni Ibrahim. Ibrahim anaongoza wanayekwenda kutafuta. Watu wa Mungu, mimi nitaomba leo nitaomba katika swala la ndoa, kupitia wale watoto wetu ambao hata wengine wako tumboni na ambao wameshazaliwa na wale ambao bado wako hawajaolewa. Leo nataka niombe, maana ipo neema ya Eliazari kufanya nini? Kwenda huko Harani. Amina. Yamkini anahitajika Eliazari, roho ya Eliazari ipande tena iwepo kati yetu, ili apate kwenda kule katika Harani yako. Amina. Leo nitaomba katika hilo, lakini kabla sijaomba katika hilo, maana anga ilifunguka, hebu tuone kifo cha huyu mtu mzima Ibrahimu, alafu tuanze habari za Isaka. Amina. Hebu tumuone, tumweke naye mzee katika pango la Makpela, halafu twende na Isaka, halafu baadaye nitalitia jina la Bwana. Ni sio ndefu, ni fupi. Hebu twende kwenye sura ya 25. Yaani anga ni nyepesi mno. Na iwe hivyo siku zote. Amen. Ibrahim sura ya 25. Ibrahimu alioa mke mwingine jina lake akiitwa Ketura. Hebu ona, kwa nini Isaka anaoa ndio Ibrahimu anaoa? Kwa nini Ibrahimu mtu mzima kuoa kabla Isaka kuoa? Lakini Isaka anapooa tu, mtu mzima akutaka kusumbua nini? Akutaka kusumbua Isaka na mke wake. Ndio maana watu wanapooana watakiwa wakae watulie, angalao wanaweza kapika maini yao wakafanya nini? Mwana. So Ibrahimu akaona kwa asisumbue nini? Isaka. Ndio maana naye akasema, na mimi mtu mzima bado na nguvu zangu nifanye nini? Angalau nitafutie jiko, angalau nirostie maini. Na yeye pia akawa anarostiwa maini na Ketura huko.
na Isaka anarostiwa maini kule kwenye hema ya nane ya Sara huko. Amina. Ibrahim alikuwa ni mtu mwenye hekima, kwa sababu angefanya kabla ingeonyesha picha mbaya, si ndio? Lakini anafanya baada ya nini? Anafanya baada ya Isaka kuoa. Lakini hiyo ilikuwa ni hekima nzuri sana, maana bila shaka unakuta wakati mwingine sasa wangeishia wale kutokuwa na huru wao. Hebu twende kwa jina la Yesu. Akamzalia Zimran na Yokshan na Medani, Midiani, Ishbaki na Sua. Yokshan akamzaa Sheba na Dedani, na wana wa Dedani walikuwa Ashuri, Waletushi, Waleumi, na wana wa Midiani walikuwa Efa na Eferi na Hanoki na Abida na Eldaa. Hao wote walikuwa ni wana wa Ketura. Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nao, lakini wana wa Masuria aliokuwa nao Ibrahimu akawapa zawadi, naye akaondoka katika mahali alipokaa Isaka mwanao wakati wa uhai wake, waende pande za mashariki mpaka nchi ya Kedemu. Hizo ndizo siku za miaka ya maisha Ibrahimu alizoishi, miaka 175. Ibrahimu akafariki, naye akafa katika uzee mwema, mzee sana, ameshiba siku. Akakusanyika kwa watu wake. Isaka na Ishmaeli mwanawe akamzika katika mpango ya Makpela katika shamba la Efroni bin Soari Muhiti lielekealo Mamre, na katika lile shamba alionunua Ibrahimu kwa wazao wa Hethi. Huko ndiko alikozikwa Ibrahimu na Sara mkewe. Umeona sasa, katika kuzikwa kwa Ibrahimu na Ishmael anarudi. Ina maana Ishmael bila shaka alikuwa mtoto wa Ibrahimu. Na katika kuzika Ibrahimu, unaona Ishmael wanaungana na Isaka katika jambo hili, na wanamzika Ibrahimu wakiwa pamoja. Na unaona sasa, ina maana Makpela inakuwa sehemu ya Ibrahimu na familia yake. Ndio maana na yeye anazikwa pale pale katika lile pango ambayo alizikwa Sara. Na watu wa Mungu, kumbuka ya kuwa ni eneo peke yake ambayo Ibrahimu na uzao wake walimiliki kwa muda mwingi, mpaka uzao wao ulivyotoka Misri na kwenda Kanani, ndipo sasa wakaongezewa. Na kumbuka ya kuwa Mungu akumwahidi Ibrahimu ya kuwa Ibrahimu atapewa ile nchi. Mungu alisema ya kuwa atampa uzao wake. Kuna wakati mwingine watu wengi wanasema Mungu alimpa Ibrahimu Kanani. Ibrahimu hakupewa Kanani. Ibrahimu alikuwa mtoro, lakini familia yake ndio aliyepewa ama uzao wake. Hebu tuende mstari wa 11. Ikawa baada ya kufa kwake Ibrahimu, Mungu akambariki Isaka mwanae, na Isaka kakaa karibu ya Beeri la Hairoi. Hivi ndivyo vizazi vya Ishmaeli mwana wa Ibrahimu, ambaye ajiri Misri. Ishmaeli mwana wa nani? Ibrahimu. Umejua kuna wakati mwingine hata Wakristo naye wanabanayo wakisema kwa Ishmaeli sio mwana wa Ibrahimu. Ndiyo wanasemaga alifukuzwa, lakini Biblia inasema kabisa kuwa Ishmaeli mwana wa Ibrahimu. Ishmaeli mwana wa Ibrahimu. Isaka mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa na watoto. Katika watoto hao bila shaka Ibrahimu alikuwa na watoto wengi. Hebu pata picha kwa baada ya kupata Ismaeli na Isaka, anakuja napata wengine na Ketura. 6. Ina maana pamoja na wawili hao Nahoro alikuwa na ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende mstari wa 13. Na haya ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli kwa majina yao na kwa vizazi vyao. Mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli ni Nebayothi na Kedar na Abdeeli na Mibsam na Mishma na Duma na Masa na Hadadi na Tema na Yeturi na Nafishi na Kedema. Hao ndio wana wa Ishmaeli, na hao ni majina yao katika miji yao na katika vituo vyao, maseidi 12 kwa kufuata jamaa zao. Na hii ndiyo miaka ya maisha ya Ishmaeli, miaka 137. Akakata roho, akafa, akakusanyika kwa watu wake. Ishmaeli miaka mingapi? 137. Ibrahimu miaka mingapi? 175. 100? 175. Ibrahimu 175. 95.
Okay, Ibrahim miaka 175. 175. Ismaeli Miaka 137. Sara Miaka 127. Nuhu Miaka 950. Mbona Mbona wengine Nuhu 950. Adam Vizuri Yaredi Metusela Haleluya. Lameki Vizuri, hebu twende, sio mbaya. Inakuja 18. Wakakaa toka Havila mpaka Shuru naelekea Misri kwa njia ya kwenda Ashuru. Akakaa katikati ya ndugu zake wote. Na hivi ndivyo vizazi vya Isaka mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka. Isaka akawa mwenye miaka 40 alipomtoa Rebeka binti Bethueli Mshami wa Padani Aram, ndugu wa Labani Mshami, kuwa mke wake. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamwitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake. Naye akasema, ikiwa ni hivi kuishi kwa nifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama, mapacha alikuwamo tumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele. Wakamwita jina lake Esau. Baadaye ndugu yake akatoka, na mkono wake unamshika Esau kisigino. Akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka 60 mkewe alipowazaa. Watoto wakakuwa. Esau alikuwa mtu ajuaye kuinda. Umeona sasa, watoto wakashindana tumboni mwake, lakini kilichotokea ni nini? Kinachotokea ni anapotafuta neno kwa Bwana, anaambiwa mataifa mawili yanashindana tumboni mwake. Pata picha kuwa watu hao walianza kushindana ndani ya tumbo. Lakini kumbuka, iko mbegu ngapi hapo? Ipo mbegu mbili hapo. Ipo mbegu mbili, maana ipo kwa jinsi ngapi? Lakini siku zote mbegu iliyekuwa mbaya huangamiza, nataka kuangamiza iliyekuwa njema. Na ujaribu kutangulia kutoka. So kinachofanyika ni wanazaliwa watoto hao, lakini wanazaliwa mapacha. Wanapozaliwa mapacha, lakini kumbuka ya kuwa tayari Mungu ameshamwambia nani? Rebeka, wakati baada wajazaliwa, ya kuwa mdogo atamtawala mkubwa, mdogo atatawala mkubwa, mkubwa atamtumikia mdogo. Ina maana Mungu alimchagua Yakobo tangu akiwa tumboni mwa mama yake. Mungu alimchagua Yeremia tangu akiwa hajazaliwa. So watu wa Mungu, pamoja na Yakobo aliiba haki ya mzaliwa wa kwanza, lakini yeye alifanya tu asichokijua, kwa sababu tayari alishachaguliwa. Hata kama angebarikiwa Esau, lakini baraka za Mungu bado zingekuwa ya nani? Ya Yakobo. Ndio maana ilimlazimu, utaona mbele kule, kimlazimu Yakobo arudishe nini? Haki ya mzaliwa wa kwanza kwa nani? Kwa Esau. Akifanya nini? Akienda kuinama na kumuita bwana wangu. Baada ya hapo ndipo itamlazimu tena aende Misri. Wakati huo Esau anakuwa na mali, anakuwa ameshakuwa ni taifa la Edom. Na kwa nini itaitwa Edom? Hebu twende mdogo mdogo, kwa nini taifa lake linaitwa Edom? Mstari wa 28. Basi Isaka akampenda Esau kwa sababu alikula mawindo yake, na Rebeka akampenda Yakobo. Yakobo akapika chakula cha dengu. Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo alimuita jina lake Edom. Yakobo akamwambia kwamba ni waliita jina lake Edom kwa sababu gani? Kwa sababu ya chakula hicho ambacho jamaa njaa inamfanya anauza haki ya mzaliwa wa kwanza. Ina maana chakula hicho alichotumia kuuza nini? Kuuza haki ya mzaliwa wa kwanza ndio iliyemfanya aitwe Edom.
So ujue kabisa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na Waedomu walikuwa wanalumbana sana na Waisraeli. Walikataa kuruhusu wana wa Israeli kupita wapi? Kupita katika nchi yao. Pamoja na Israeli walituma watu na kuomba ya kuwa walijua jinsi walivyoteswa Misri na jinsi ambayo baba zao walionewa, lakini waliomba wapite katikati ya Edom, lakini hata kama wakitumia maji watalipa, lakini Edom walikataa. Edom walikataa kabisa, na ikawa ni uhasama kweli kweli. Hebu twende mstari wa 31. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Esau akasema, tazama mimi ni karibu kufa, itanifaa nini haki hii ya uzazi? Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamwapia, akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu, naye akala akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka hata nani alifanya kosa? Hata Yakobo alifanya kosa, hata Esau alifanya kosa. Kwa sababu sidhani kama ile nyumba Esau ilitakiwa akila chakula mpaka auze nini? Haki ya mzaliwa wa kwanza. Lakini Yakobo kalikuwa kajanja fulani pia. Watu wa Mungu akishakuchagua cha kubariki, ujanja wala usiwe nao mwingi. Baraka za Bwana zitakufuata tu. Baraka za Bwana zitakufuata popote uendapo, ili mradi uishi katika maisha matakatifu yanayempendeza Mungu. Lakini watu wa Mungu, tumeona sasa Esau na Yakobo wanazaliwa. Tayari panaanza mashindano hapo. Mimi nitaishia hapo katika hiyo sura ya 25. Lakini kesho nitaendelea. Nimeona tumekwenda kuanzia sura ya 22 mpaka 25. Bado ningeweza kuendelea mpaka sura ya 26, lakini nataka niombe, na ninaomba, nimepewa jibu la mama Bwato hapa ndio maana naambiwa niombe. Mungu amesema ya kuwa darasa letu ama kipindi chetu cha saa 4 usiku inaunganisha watu katika umoja na kutoa watu katika mawazo mengine hata kitv na nini, na kuweka watu katika kuwa mbele za Mungu. Na kuna wengine wanalala vizuri sasa hivi kwa sababu ya kipindi hicho, kwa sababu ya hiyo neno. So Mungu ananiambia kuwa nimalize mapema, watu waende nyumbani mapema kila siku. Ndio maana namaliza sasa hivi, watu watoke sasa hivi, lakini kesho nitakuwa namaliza saa 12:30. Ikichelewa saa 1, ili watu wafike nyumbani kabla ya saa 2:30. Tumechoka, lakini Mungu anasema kuwa tunaunganika. Umeshaunganika na mimi, hata unapoenda kulala na mimi nimeunganika na Mungu tayari. Maana kipindi kile ninaanza kwa kuomba, ninamaliza kwa kuomba. So ina maana ukishiriki kipindi kile, kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni hata kama wangekuja battalion, lakini bado wangekuta ya kuwa na wewe umeunganika kwa battalion ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo imetoka kwa Mungu na nimempa moja kwa moja na Mungu wake. Maana Mungu amesema ya kuwa nikiwapa asubuhi itakuwa inakuzuia kufanya mambo mengine, akili yote itakuwa katika hiyo homework. Lakini itakuwa kwa muda mfupi, tukae katika huo muda mfupi, tukue katika muunganiko. Maana ni kitu kinachotuunganisha. Na hiyo Mungu anaandaa. Hipo tutakapoanza kuomba mama Bwatwa, tutaomba saa 4 usiku mpaka saa 5. Tutafunga anga zote kwa jina la Yesu. Tutafunga mabaya yote kwa jina la Yesu. Amen. Tutafunga kwa jina la Yesu. Tunaanza kufanya mazoezi. Tulikuwa tunajifunza tu Biblia. Tunaanza kwanza kujifunza kuomba sasa, ambao tutakuwa mimi naomba kwenye eneo langu na wewe tunasema kuwa sasa watu wanaomba, zimewashwa, ziko on, unasikia kabisa Suma huko, nasikia huko mama Faraji, namsikia huko mama Bwatu, anasikia huko Epafra, na mimi huko, ziko on. Tukiomba tu risali moja, tukisema tunene risali moja, anga limefungwa, hakuna wachawi kuruka, hakuna sijui nini, hakuna kwenda kwenye ndoto, hakuna kucheza mchezo wowote usiku. Watu wanalala kwa jina la Yesu. Hakuna wachawi kucheza tena katika ndoto za watu. Amen. Ndio maana Mungu anajaribu kutuunganisha na kutuweka kitu kimoja. Amen. Nataka tufanye kazi katika jambo hilo. Ipo kitu Mungu anaandaa. Amen. Kabla sijaomba, nani mwenye swali? Nataka niombe. Kesho ninaendelea na watu pale.
kuna watu waliokuja leo nikaendelea nao na kesho. Chochote kinachohusiana na ndoto, njoo chini ya msalaba. Siku ukiwa na nafasi, njoo chini ya msalaba tuendelee. Na of course watu wengi wamekuja jana na leo wamekuja wengi, na watu wanaota ndoto nzuri sasa hivi. Mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu ya Mungu kufanya kazi katika eneo la ndoto. Watu wengi waliookoka ndoto zao zinamilikiwa na shetani. Ndio maana mlango wa ndoto mtu aliyeokoka asilimia kubwa, ndoto nzuri akiota yani once in a blue moonlight, mara moja baada ya miaka. Lakini ndoto za sijui kulishwa chakula, sijui kufanywaje, sijui mauzauza, hizo ndio ndoto za watu waliookoka, kwa sababu milango ya ndoto yao inamilikiwa na shetani na wakala wake. Lakini Mungu ameanza kumiliki ndoto zetu. Mimi nakuwa na muunganiko na Mungu wa ajabu sana usiku ninapolala sasa hivi. Inakuwa tayari hajawahi kutokea. Inakuwa hajawahi kutokea. Na Mungu anaendelea kusema nami katika ndoto. Na wewe asema naye katika ndoto. Amen. Kuanzia sasa tunataka tuanze kuwa na wakati mzuri kwenye ndoto. Mimi nataka niombe. Kabla sijaomba, hebu maswali mawili halafu niombe. Nilikuwa nauliza hapo kwa ile Lazaro alipotumwa na Rebeka akakubali, kwa sababu huyo Rebeka hajamuona mwanaume mwenyewe ambaye atafutiwa. Masuala ya Mungu anahitaji kumuone huyo mwanaume, unahitaji tu muamini Mungu. Maana Rebeka sikasikia kwa masikio yake ya kuwa imesemwa kuwa atakaye kuja wa kwanza alafu akubali kutoa maji ya kunywa. Na watu wa Mungu, acha nikuambie, wewe unajua ngamia anakunywa maji kiasi gani Epafra? Ngamia alichukua ngamia ngapi? Hebu pata kuchota maji ili ngamia 10 wanywe, umejua nini? Hiyo ilihitaji neema ya Mungu. Ngamia anakunywa maji sio mchezo. So hebu pata picha akakuonyesha ngamia pale 10. Bila shaka ilikuwa ni moja kwa moja huyo mwanaume, hata kama angekuaje huyo ndio mwanamume. Mwanaume ambaye anamwendea huyo Rebeka. Ndio maana Rebeka alikuwa anahitaji nini? Udhibitisho wa Mungu moja kwa moja. Na story aliyepewa. Watu wa Mungu, masuala ya Mungu, mume utoka kwa Mungu. Mke utoka kwa Mungu. Na swala la Mungu ni swala ambao inajulikana tu. Mimi sijawahi kuona swala la Mungu limebahatisha. Kwa sababu Eliazari je, alimjua Rebeka? Ingekwaje kataka mwingine? Maana kisima kile sietu alikuwa anatumia tu wale uzao wa nani? Uzao wa Nahori. Bila shaka inawezekana watu wote walikuwa wanatumia kisima kile. Sasa ona muunganiko wa Mungu jinsi unapokuwa. Ndivyo Mungu anapofanya kazi. Kama ukiwa Mungu wa kweli, mimi nakwambia Mungu hawezi kukupoteza. Maana unachokitafuta kipo. Na sasa ndoto ikikaa vizuri, mbona tayari unaiona kwenye ndoto? Watu Mungu anaanza kusema na sisi sasa. Utaona vitu live. Ukiona tunafanyia kazi, kwa nini sitimie? Kuna mtu mwingine wewe walikuharibiaga hatima yako ya biashara na kazi katika ndoto. Kwa sasa hivi watu wa Mungu nataka twende. Hebu mimi swali la mwisho ili niombe. Yes. Bila shaka. Maana pale alipoona nani, na maana angekuwa anaenda kuitafuta wala asingeipata kwa wakati huo. Ina maana ilikuwepo tayari. Ilikuwepo. Kwa nini? Kwa sababu kama yeye tayari aliona kama ni Mungu sengenyamaza, kwa nini aseme kama mtu aliyebarikiwa na kile na hiki, yani kama vile anamshawishi? Of course akumsawishi, lakini vizuri ile ilikuwa ni kitu kinachoitwa ya kwa yani kujieleza.
Bila shaka unapokwenda kuoa rafiki yangu, si lazima kwanza uende ujieleze. Lazima kwanza utuletee barua, alafu barua hiyo ujieleze, lazima ujitetee. So ile ndiyo ilikuwa kujitetea. Yule ndiye aliyekuwa mshenga bwana, au sio? Eliazari ndio mshenga. Sasa mshenga si anapaisha aliyefanya nini? Alienda kumwakilisha. Lakini kumbuka ya kuwa watu hawa hizi familia zilikuwa ni ndugu, alafu zilikuwa zinakaa sehemu tofauti. So bila shaka palikuwepo na sababu ya hata mwanamke mwenyewe kujua anaenda wapi. Hata sasa hivi huwezi ukasema wewe unataka kuoa eti bwana mimi mchungaji nataka kuoa, tutaanza kulalaga chini tu, Mungu atatuwezesha mbele ya safari. Angalau tuanze tu tunalala chini. Hata mimi mwenyewe nitakataa hiyo kufunga hiyo ndoa. So hata wewe mwanamke lazima ujue unaenda wapi. So mimi nadhani swala Rebeka akuwa najua vizuri kule ikoje, ingawa alikuwa anasikia taarifa zao, lakini swala la kueleza Ibrahimu yukoje na huyu yukoje, mimi sidhani kama, maana angekuwa anapiga debe basi asingeomba Mungu alafu na kupata ile udhibitisho ya Mungu. Ina maana moja kwa moja akaenda kwanza akapiga debe yake, alafu debe ikafanya nini? Ikasimama. Mimi ya kuwa tayari mtihani ulishapitwa pale ya kimungu. Hii ilikuwa ni maelezo tu, ilikuwa tu ya kuongezea tu, si ndio? Ilikuwa tu kuongezea, kunogesha. Mtu wa mwisho. Mimi nataka nisome hapa wakati anasema Bwana akamjia Sara kama alivyonena na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Una maana kumjia Sara, una maana Bwana aliongea na Sara, hii imekaaje? Bwana alimjia Sara. Ina maana kinachofanyika ni hivi, Bwana akwenda kuongea na Sara. Ina maana Bwana alimkumbuka Sara kama alivyosema ya kuwa Sara mwakani majira kama hayo. Wao kumbuka ya kuwa Bwana aliambia Sara, uliza Sara kwa unacheka, je kuna jambo gumu la kufanya nini? So ndio hivyo sasa kinachofanyika ni Mungu alimkumbuka Sara, na of course Sara akupata ujauzito kwa uwezo wa kimwanadamu, kwa sababu ni kama desturi ya wamama kupata ujauzito. Sara alishapita. Ndio maana kumbuka kwa ilibidi, mimi nadhani akuwa Isaac akuwa mtoto wa kawaida. Bwana akamwendea Sara, Roho Mtakatifu akamjilia Bikira Maria. So kinachofanyika ilikuwa inahitajika nguvu ya Mungu ili Isaka zaliwe. Ndio maana Isaka hakuwa mtu wa kawaida. Umejua Isaka alikuwa anamwakilisha nani? Isaka alitaka kuwa ni kivuli cha Yesu moja kwa moja. Je, hakutolewa kafara? Je, Yesu hakutolewa kafara? Hakuja kusema hata mama kumwambia, yani Biblia tujiona kwamba alimweleza mama yake, na maana jambo la kushtuka kwamba yani baba ananipeleka nataka kunichoma kati. Alimweleza mama yake. Alieleza mama yake. Kinachofanyika, kuna vitabu vingine ukisoma Mama Joshua, ukisoma vitabu vya historia kama Talmud na vitabu vingine vinaonyesha kabisa yeye alieleza mama yake. Of course jambo ile hata Ibrahim alieleza mke wake, asingeweza kosa kumweleza mke wake. Sasa mpaka wanayeandika wanakuja kujua, mpaka sisi ambao hatukuwepo nakuja kujua. Je, Sara bila shaka walipotoka tu pale wakaambiwa. Amina. Nani nilikuwa na kuuliza hapo, sababu ukiangalia Lea akaolewa na kijakazi chake, na Raheli naye na huyu Rebeka na kijakazi walikuwa namna gani? Bila shaka katika ile utamaduni wa kule na kipindi kile ilikuwa ni kama unaoa basi unapewa na mjakazi atakayemtumikia. Huyu unapewa bure.
Tutaona katika ndoa ya Kiyahudi nitakapokuwa nakufundisha. Bwana, ndoa ya Kiyahudi nataka nije nifundishe sana, maana inayo muunganiko na mahusiano yetu na Kristo. Ndoa ya Kristo na bibi harusi yake inawakilishwa na ndoa ya Kiyahudi, Wayahudi, ambao ndoa ya Wayahudi bila shaka anayetaka kuolewa anakuwa na nani? Na wanawali, ndio hao waja kazi. Lakini sasa kwa kipindi kile hao wajakazi walikuwaga replacement. Anakuja na wewe, lakini kama upati watoto, maana si unamwamini sana yeye, si mmetoka naye huko kwenu, basi sasa yeye unamwambia basi bwana, kaa chini yangu hapa bwana, pata watoto wa kwangu. Ndio maana wakina Bilha, wakina Zilpa, watoto waliyepata walikuwa ni watoto sio wa kwao, bali watoto wa wale ambao walikuwa ni bibi zao. Nani mwenye neno la mwisho? Nasema kwa Sara leo alimshawishi Ibrahimu kwa gani na Hajiri. Lakini baadaye akaanza kusema muondoe huyu na mwanae, muondoe asikarithi akarithi kwa mzuri kwa mtu wangu. Sasa hapo basi ikoje? Maana ndiye aliyemshawishi tena na anajua kabisa Mungu aliwaahidi kwa mtazamo mtu ambaye atakuwa ndio mrithi wenu. Kinachofanyika Sara, umejua Sara, nia ya Sara ilikuwa njema, lakini aliyeharibu ile nia alikuwa ni mjakazi. Nilisema kabla hujaja hapa ya kuwa ingetokea yule ajiri angekuwa mtifu chini ya Sara, jinsi Bilha na Zilpa walivyokuwa watifu chini ya Lea na Raheli, mimi nakwambia hivi, bila shaka huyu Ismail angeweza kutoa Kristo. Kwa sababu kimsingi Lea, Yakobo alitaka kumuoa. Yakobo alikuwa anamuoa Raheli, lakini je, Yesu alitoka kwenye uzao wa Raheli ama Lea? Lea. Yuda alikuwa ni mtoto wa nne wa Lea, sio wa Raheli. So kinachofanyika, huyu mjakazi aliota mapembe mapema. Alipoona tu tumbo limebadilika, akaota mapembe, akamwanza kumuona Sarai kama dunia na tayari Sara akaanza kukosa, masema nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako na wewe ndio sababu ya haya yote. Lakini mjakazi angetulia vizuri akazaa mtoto chini ya mguu wa Sara, mtoto yule angekuwa wa Sara moja kwa moja. So kinachofanyika ni nini? Hajiri alifanya kosa lake ni aliota mapembe. Alipewa ale, akaona kama yeye ndio mwenye haki, si ndio? So hiyo ndio maana sasa akaonyeshwa ya kuwa mwenye mamlaka ni aliyekupewa, aliyekupa. So Sara akamuonyesha kuwa mimi ndio baba lao, ama mimi ndio Airtel. So kinachofuata ni nini? Kinachofuata ya kuwa Mungu alisema kuwa msikilize mke wako Sara. Basi mimi naomba, Baba, nashukuru jina lako, maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Tumeona jinsi leo ulivyotupeleka kwa wepesi. Neno limepita Baba. Tazama watakatifu wako hawa Bwana, na katika jina lako Bwana Yesu, ninatubu kwa niaba yao. Ninatubu kwa hatua zao. Ninatubu kwa nafsi zao. Natubu kwa njia zao. Natubu kwa ajili ya Baba familia zao. Baba muweza wa yote, tumeona jinsi ambayo unamjaribisha Ibrahimu, na Ibrahimu anashinda. Yamkini wengine wao walijaribishwa Baba wa rehema na wakashindwa, lakini Baba, mabaya yaliyempata kupitia Baba majaribu, ninafunga kwa jina la Yesu. Ninafunga mabaya yote, iwe ni magonjwa, iwe ni balaa, iwe ni nuksi, iwe ni kukataliwa, iwe Baba wa rehema ni kuchukuliwa vitu vyake, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninashinda Baba wa rehema vyote Baba vilivyompata kupitia mlango wa majaribu. Baba wa rehema, ninawarudisha katika asili ya hatua zao, jinsi ukamtembelea Sara.
naye katika majira yale akapata ahadi uliyeahidi, ahadi zao zitimie katika maisha yao. Na Baba mweza wa yote, tunaona jinsi ambayo unamfanikisha Ibrahimu hata katika umri wa uzee wake. Tumeona Ibrahimu akawa na watoto 8, Ketura akiwa na watoto 6, Baba wa rehema ajiri mtoto 1, na Sara mtoto 1. Ukambariki Ibrahimu, Baba wa rehema. Baba, wabariki hatua zao, wabariki njia zao. Na Baba, tukaona ya kuwa inapofikia Sara anakufa, Baba ukafanya hiyo iwe ni njia ya Ibrahimu kumiliki angalau, Baba wa rehema, pango la kuzikia na kiwanja kinachozunguka pango hilo. Baba, mabaya aliyepata mtu huyu, kupitia hayo mabaya Baba ionekane njia, maana mabaya haya yawezekana yakawa ni ngazi ya kuinua juu, yakawa ni njia yao ya kuelekea kwenye hatima yao, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba wa rehema, ninawarudisha katika hatua zao. Na Baba wa rehema, mabaya yote katika ndoto, Baba wa rehema, majaribu ya ndotoni na kuwashinda, na batilisha mashauri yote ya ndotoni. Ninaharibu mabaya yote ya ndotoni, ninaharibu Baba mikataba yote ya ndotoni, ninarudisha hatua zao na vibali vyao. Na Baba, tukaona ya kuwa ilipofika wakati wa Isaka kuoa, Baba wa rehema, ukamuongoza Ibrahimu, Baba wa rehema, kumpatia Isaka mke. Ukamtuma Eliazari, naye alikaa katika neno lako. Baba, nami katika jina lako, kuna wale ambao hawajaolewa, kuna wale ambao hawajaoa, nami katika jina lako na mpango wako maalum katika maisha mtuyu, ninatuma Eliazari, Baba wa rehema, wake Baba wa rehema, aende hadi Baba wa rehema mji wa Arani wake, Baba wa rehema, amlete yule mume, amlete yule mke, kwa jina la Yesu. Ninafungua Baba vifungo vyote vinavyofunga eneo la ndoa, vinavyofunga eneo la ndoa, vinavyofunga njia Baba ya mahusiano. Baba, nafungua njia ya ndoa kwa damu ya Yesu. Baba, kupitia sura 24 kitabu cha Mwanzo, ninafungua ndoa ya mtu huyu kwa jina la Yesu. Nafungua ndoa yake kwa jina la Yesu. Nafungua njia yake ya ndoa kwa jina la Yesu. Nafungua hatua zake za ndoa kwa jina la Yesu. Nafungua mipango yake ya ndoa kwa jina la Yesu. Na Baba, asante kwa ajili ya amani yao. Tangu sasa neno lako liwatamie, neno liwatakaze, neno liwaumbe tena upya, neno liwahuishe tena, neno liwalinde waingiapo na watokapo. Baba, neno lilinde Baba ndoto zao, neno litamie ndoto, neno lirejeshe vyote ndotoni, neno litawale ndoto zao. Ndoto zao zisitawaliwe na shetani tena, bali neno litawale ndoto zao. Baba, wakiota ndoto nzuri, na zile ndoto walizohotaga na shetani akaiba na kuwasaulisha, Baba, waote tena ndoto zao Baba njema, na ndoto hizo zipate kutimia. Na yahamisha ndoto zao Baba wa rehema walizoota ya mafanikio Baba katika ulimwengu wa kiroho hadi ulimwengu wa kawaida, na yapate kudhirika. Vifungo vyote na vifungua, njia zao zote, hatua zao na zirejesha Baba. Waanze kulala na kuwa na muunganiko nawe, mahusiano mazuri nawe katika ndoto. Sema nao Bwana, watembelee Bwana. Na Baba wa rehema, walale nao miili yao ikipumzika, na wakiamka wakiwa na nguvu, mawazo yao yakitakasika, roho zote safu na chafu na tuzikusanya na zisindikiza kuzimu na kuzifungia hadi siku ya hukumu ya Bwana. Na katika jina la Yesu Kristo naomba, na mtu mmoja aseme amen. Amen. Basi ubarikiwe mtakatifu wa Bwana. Tumefikia hapo. Uwe na amani ya Bwana. Toe sadaka, lakini kesho naomba basi tuje mapema ili mimi nipate kwenda